Taifa la Cuba limekumbwa na giza kubwa baada ya mfumo wake wa kitaifa wa umeme kuporomoka, tukio linalosababisha takribani watu milioni 10 hadi 11 kukosa huduma ya umeme kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa shirika la taifa la umeme, hitilafu hiyo ilitokana na kukatika kwa mfumo mzima wa usambazaji, hali iliyosababisha kile kilichoelezwa kukatika kwa umeme kwa nchi nzima. Taarifa zinaeleza kuwa tukio hilo ni miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kukatika kwa umeme kuwahi kutokea nchini humo katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni, huku kukiwa tayari na historia ya hitilafu za mara kwa mara kutokana na miundombinu chakavu ya uzalishaji na usambazaji wa umeme. Chanzo kikuu cha mgogoro huo kinatajwa kuwa ni uhaba mkubwa wa mafuta unaotokana na vikwazo vya Marekani ambavyo vimezuia au kupunguza kwa kiasi kikubwa usambazaji wa mafuta kuelekea Cuba. Hali hiyo imeathiri moja kwa moja uwezo wa mitambo ya kuzalisha umeme inayotegemea mafuta kufanya kazi ipasavyo. Serikali ya Cuba imesema kuwa imeanza juhudi za kurejesha umeme kwa awamu, ikitumia mifumo midogo ya dharura ili kuanza kuwahudumia wananchi na maeneo muhimu kama hospitalini. Hata hivyo, mamlaka zimeonya kuwa hali bado ni tete na inaweza kuchukua muda kurejesha huduma kikamilifu. Athari za kukatika kwa umeme zimekuwa kubwa, zikigusa sekta mbalimbali zikiwemo afya, biashara na maisha ya kila siku ya wananchi. Ripoti zinaeleza kuwa baadhi ya maeneo yamekumbwa na uhaba wa chakula kutokana na vyakula kuharibika, huku wananchi wengine wakilazimika kutafuta njia mbadala za nishati. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na nishati wanasema kuwa mgogoro huo unaonyesha udhaifu mkubwa wa mifumo ya nishati ya Cuba, ambao kwa muda mrefu umekuwa ukitegemea mafuta kutoka nje pamoja na mitambo ya zamani isiyofanyiwa maboresho ya kutosha. Aidha, hali hiyo imeongeza shinikizo la kisiasa na kijamii ndani ya nchi, huku baadhi ya maeneo yakiripotiwa kushuhudia maandamano ya wananchi wanaolalamikia hali ngumu ya maisha inayosababishwa na ukosefu wa umeme na uhaba wa nishati. Kwa sasa juhudi za kurejesha umeme zinaendelea, huku serikali ya Cuba ikisisitiza kuwa suluhisho la kudumu linahitaji upatikanaji wa mafuta pamoja na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya nishati. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya za kimataifa, huku wengi wakihofia kuwa mgogoro huu unaweza kuendelea na kuathiri zaidi uchumi wa maisha ya wananchi wa taifa hilo.